Na mtazamaji hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Millicent Randa. Na mtazamaji, kwa sasa tuelekee katika kaunti ya Wajir ambako Suleiman Yeri na kikosi kizima cha KTN wamekita kambi katika kaunti hiyo. Yeri, unanipata kukoje katika kaunti ya Wajir? Tumfahamishe. Barabara kabisa kutoka 008 kaunti ya Wajir. Kuna mengi ambayo yanaendelea hapa, ikiwa ni kujiandaa kwa ile siku kuu ya kumuona mwana. Ikimaanisha nini? Kwa miaka 63 kaunti hizi za eneo la kaskazini hazijawahi kushuhudia sherehe za kitaifa zikiandaliwa katika hili. Lakini hapo kesho itakuwa ni siku ya kihistoria, manake kwa mara ya kwanza taifa litakuwa linakodolea macho eneo hili la kaskazini kuweza kuangalia ni nini ambacho itakuwa kinawaandalia wa Kenya, hususan katika sherehe hizi za kimataifa ama sherehe hizi za kitaifa ambazo zitakuwa zikifanyika. Lakini kabla ya kuzungumza mengi, tuangalie maandalizi ya kujiandaaje kwa siku hiyo ya kesho. Iko tayari kwa siku yake ya kuangaziwa kitaifa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, eneo la kaskazini mashariki litaandaa sherehe ya kitaifa, huku maelfu ya wananchi wakitarajiwa kufurika katika uwanja mpya wa Wajir wenye viti vya watu 10,000 kwa sherehe za 63 za madaraka. Kauli mbiu ya mwaka huu, elimu, ujuzi na mustakabali wa siku za usoni, inaangazia dhamira ya serikali ya kuwawezesha vijana kupitia elimu, ubunifu, mafunzo ya kiufundi na uundaji wa ajira kama nguzo za maendeleo ya taifa. Hafla hiyo imeleta msisimko mkubwa kote kaunti hii, huku wakazi na viongozi wakikaribisha hatua hiyo ambayo wengi wanaiona kama utambuzi wa muda mrefu wa mchango wa eneo hili katika maendeleo na umoja wa Kenya. Wajir, mnasemaje? Rais William Ruto ambaye amewasili Wajir mapema leo mchana kabla ya sherehe hizo, ametumia siku ya Jumapili kuzindua miradi muhimu ya maendeleo na anatarajiwa kufanya mashauriano zaidi na viongozi wa eneo hilo. Hii barabara hii mwezi wa 6 hii tutakuwa na yule consultant. Mwezi wa 7 tunafanya procurement. Mwezi wa 8 mwisho mimi nakuja hapa kuanzisha hii barabara kutoka pale Modogashe mpaka Samata. Nyinyi mmenielewa? Nimeenda nikatafuta marafiki. Nikatafuta hata marafiki wa World Bank. Na sasa tuko na pesa ya kuwajengea hii barabara. Ndio tuunganishe Kenya kutoka Isiolo mpaka ifike Mandera, na nyinyi pia muonekane ya kwamba mnaweza kutembea na barabara ya lami kama vile wengine wanavyofanya. Malango ya uwanja yatafunguliwa saa 9 za alfajiri na kufungwa saa 1 asubuhi ili kuruhusu ukaguzi wa usalama kabla ya ratiba rasmi kuanza saa 2 asubuhi. Zaidi ya sherehe hizo, hafla hii inatarajiwa kuonesha maendeleo katika eneo hili, yakiwemo uwekezaji katika miundombinu, makazi ya gharama nafuu, elimu na huduma za mawasiliano. Uamuzi wa kuichagua Wajir kuwa mwenyeji wa sherehe hizo pia unaonekana kama ishara muhimu ya mshikamano wa kitaifa na ushirikishwaji wa kuileta eneo ambalo kwa muda mrefu lilionekana kutengwa katika kitovu cha sherehe za taifa. Katika uwanja huo, vikosi vya kijeshi, vikundi vya kitamaduni na wasanii wa burudani waliendelea na mazoezi ya mwisho, wakikamilisha maonyesho yao kabla ya hafla ya kitaifa ya Jumatatu. Rais Ruto anatarajiwa kuongoza taifa katika maadhimisho ya madaraka kabla ya kuwaandalia wageni waalikwa na viongozi mbalimbali karamu ya kitaifa katika ikulu ndogo ya Wajir. Kadri muda wa kuelekea Madaraka Day unavyozidi kuyoyoma, wakazi wa Wajir wanajiandaa kuikaribisha nchi nzima kwa tukio ambalo wengi wanalieleza kuwa hatua muhimu ya kihistoria, si tu katika kuadhimisha safari ya Kenya kuelekea kujitawala, bali pia katika kuonyesha matumaini ya elimu, maendeleo ya ujuzi na mustakabali wa siku za usoni jumuishi kwa maeneo yote ya nchi. Suleiman Yeri, KTN, Wajir.